Kuna beginner wengi huandika kodi za jQuery, lakini wanapofungua peji zao katika browser zinakuwa kama vile hazizitambui hizo kodi za jQuery, yani haisomani. Hawaoni zile change ambazo wamezifanya kupitia kodi zao za jQuery. Na si kwa sababu kodi zao ni mbaya ama wamekosea sehemu, hapana, isipokuwa sababu inawezekana ni kwamba jQuery yenyewe haipo kwenye project. Na ndio kitu ambacho sisi leo tutakwenda kukifanya ili kuepusha basi changamoto hiyo ambayo wengi imekuwa ikiwakuta bila ya kujua pengine. Tutakwenda leo kuhakikisha jQuery imeunganishwa vizuri kabla hatujaanza kuandika kodi yoyote ya jQuery na kuendelea kujifunza. So karibu sana kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wetu huu. Video iliyopita tuliandaa mazingira yetu tukaweka yawe tayari kuendelea na kozi hii ya kujifunza jQuery. Tulitengeneza project yetu, tukatengeneza files zetu na tukahakikisha HTML, CSS, JavaScript vinafanya kazi vizuri. Lakini kuna kitu bado hakipo katika project yetu. Kitu gani? Ni jQuery. Na kabla hatujaandika mstari hata mmoja wa jQuery kwenye video ambayo itafuata, basi lazima kwanza tuingize hiyo jQuery kwenye project yetu. Unaingizaje? Tazama video hii hadi mwisho, utaweza kuona jinsi ambavyo tunaweza basi kupata hiyo library ya jQuery na kuitumia kwenye project zetu. Mwisho wa video hii utaweza kuelewa maana ya kulinki jQuery inakuwa vipi, kutumia CDN. CDN ni nini? Tutakwenda kuelewa. Kutumia offline file, kujua tofauti ya njia hizi mbili, CDN na hiyo ya offline file, na kuhakikisha jQuery imeunganishwa vizuri kwenye browser. Tutakwenda leo kuhakikisha tuna cover vitu hivyo hadi kutamatisha video hii. So kabla hatujaandika chochote kile, labda tujiulize, tulijifunza kwenye video ya kwanza kama sikosei kuwa jQuery ni just JavaScript library. Lakini library hiyo iko wapi? Pengine ni swali ambalo hata wewe unajiuliza. Lakini pia je, browser yetu ina jQuery tayari? Jibu ya swali hili hapana. Browser kikubwa ambacho inaelewa ni HTML, inaelewa na CSS, inaelewa na JavaScript, lakini haiwi na jQuery ndani yake. Sasa kama ni hivyo, tunapaswa sisi kuileta hiyo jQuery katika project yetu na browser iweze kuitambua na kufanya nayo kazi. Sasa fikiria, tuchukulie kama vile unataka kusoma, upo pengine darasani, unataka kusoma. Kabla hujaanza kusoma lazima kwanza uwe na hicho kitabu katika meza yako. Ndivyo ilivyo kwenye jQuery. Lazima tuwe na jQuery, lazima tuwe na jQuery kwenye project yetu. So hatua ya kwanza ya kufanya leo ni kufungua kwanza project yetu ile ambayo tumeitengeneza. Kwa kufungua folder letu lile la video iliyopita tulotengeneza, mimi tayari lipo wazi hapa. Unaona nipo katika file yangu ya index.html. Tutaanzia kwenye project yetu hii tuliyotengeneza kwenye video iliyopita. Lakini hatua ya pili, kama tayari umeshafungua project yako, njia ya kwanza ambayo tutaiangalia ya kulinki hiyo jQuery inaitwa CDN. CDN ni nini? Kwanza tufahamishane. Kwanza hichi ni kifupisho cha maneno matatu, Content Delivery Network. Usiogope kuhusu jina. Just ni jina tu, wala lisikutishe. Badala ya kudownload jQuery kwenye kompyuta yako, kikubwa ambacho unakwenda kufanya, tunakwenda kutumia jQuery moja kwa moja kutoka kwenye server iliyopo kwenye internet. Ni kama vile kutazama video za YouTube. Hau download kwanza ile video. Just una play tu moja kwa moja kupitia kwenye internet na unatazama ile video, unatumia ile video. Ndivyo CDN inavyofanya kazi. Sasa vipi tunaweza kuipata? Tufungue browser zetu na katika sehemu ya search andika tu hapa jQuery. Kama hivi ambavyo nimeandika mimi. Then click enter ku search. Umeona imefunguka hivi ikiwa kuna linki tofauti zimekuja hapa. Sisi tuna deal na linki ya kwanza. Hii ndio official site ya jQuery. Lakini pia hapa kuna njia rahisi. Instead ya kuingia hapa katika official site kwenda katika site yao, unaona hapa kuna jQuery CDN. Ukiklik hii inakupeleka moja kwa moja katika sehemu ambazo zinapatikana hizo linki za kuchukua na kulinki katika project yako. So hapa utaona kuna vitu tofauti. Sisi tunahitaji mstari mmoja tu ambao tutaukopi hapa, alafu tutalinki kama tulivyolinki faili zetu hizi za CSS na JavaScript, lakini hii itakuwa ni tofauti kwa sababu tuna linki na file ambayo tayari ipo kwenye server huko kwenye internet ambayo tutakuwa tunaitumia. Kwa ukiangalia hapa kuna vitu kadhaa, lakini sitavigusia mimi vitu hivi vyote, unaweza kuviangalia na kuvifuatilia kwa muda wako. Mimi nitakuja hapa katika hii jQuery 4 version ya 4, then unaona hapa kuna script, kuna na module.
Kwa sisi tutakuja kwenye hii script, utaklik hapa uncompressed, utaletewa link hii hapa. Maana hii link ndio ambayo tunahitaji. So utakopi, utakuja hapa, utaklik copy to clipboard, itakuwa tayari. Then baada ya kuicopy na ipo katika clipboard yako, unakuja kuipaste wapi? Katika faili yetu hii ya index.html, page yetu hii tutakuja kuipaste katika head, na kwenye head tutakuja kuipaste katika body, ambapo hii itatakiwa ikae kabla ya JavaScript faili yetu hii. Kwa hii itatakiwa ikae hapa juu. Tutapaste hapa kama hivi, tayari imekaa. Nadhani unaona. Na haya maelezo ya integrity unaweza hata kuyaondoa, hayana lazima. Kikubwa ni hii link ambayo inaishia hapa .js. Unaona hii ndio muhimu sana. So baada ya hapo tayari, kwa hii hakikisha unaiweka mwanzo, alafu JavaScript yetu sisi unaiweka chini yake kabla ya kufunga body yako. So nategemea umeshafanya hivyo na wewe. Kwa nini sasa tumeiweka juu ya hii JavaScript yetu hapa? Na kwa nini tusiweke chini? Kwa sababu browser huwa inasoma kodi kutoka juu kwenda chini. Tunataka browser aisome jQuery kwanza, halafu ndio aisome script yetu sisi, kama tutaweka JavaScript nyingine ya kawaida pengine, ama tutaweka jQuery katika hii faili yetu ya script. Lakini tayari anakuwa ameshaisoma hii. Sasa unaweka kodi zako za jQuery kwenye hii faili yako ya script, alafu chini ndio inafuatia hii jQuery kweli? Wakati hii inatakiwa ianze mwanzo isomwe, alafu ndipo tuje tuandike hizo jQuery, kwa sababu tayari imeshasomwa, itakuwa tayari zinapatikana hizo kodi ambazo tunaenda kuziaccess. Nadhani utakuwa umenielewa hapo. Kama hii script ikitangulia, browser haitakuwa bado inaijua jQuery. Hakikisha unazingatia hilo. Na ndio maana mara nyingi watu wanapata errors. Mara wanaambiwa $sign ambayo inatumika sana kwenye jQuery is not defined. Tatizo inakuwa sio kodi, tatizo ni mpangilio wa files. Tunatakiwa tuwe makini. Lakini hatua inayofuata ni kuhakikisha sasa hii CDN inafanya kazi. Baada ya kuilinki hapa, tuangalie inafanya kazi. Kwa nitarudi mimi hapa katika page yangu hii, na nitafanya kuandika katika hii script yangu huku external file yetu ya JavaScript. Nitaandika katika hii console. Mfano tuandike hivi, jQuery is working. So to save, then tufungue browser yetu inspect. Tukiangalia katika console, jQuery is working. Or let's say, ili kujua kama kweli inafanya, kwa sababu hii ni just string, hata JavaScript ina uwezo wa kufanya. Kutesti tuandike jQuery, utaona tofauti hapo. jQuery. So unaona output, kama umepata output kama hii, maana yake jQuery tayari inapatikana, tayari tumeweza kuiaccess. F selector context jQuery object is actually just the init instructor. Kwa ukiona na wewe output yako kama hii, basi tayari jQuery tuna uwezo wa kufanya nayo kazi vizuri na tunaipata vizuri. So unaona hili ndio faili yetu ya jQuery ambayo tumeunganisha. Kuna kodi nyingi sana humu ndani. Okay? So sisi hazituhusu, tuendelee na kile ambacho tunataka kujifunza. So baada ya hapo, baada ya kutesti, hatutaweza kuchambua output ambayo tumeipata leo. Kwa hiyo angalia tu hivi hivi, tunachotaka ni kuthibitisha tu kuwa browser tayari imeipata jQuery, na kweli imeipata ukiona output kama hii ya kwangu. So kitu cha kukumbuka, browser kumbuka inasoma kutoka juu kwenda chini. Kwa hiyo jQuery inatakiwa ianze, alafu script ifuatie. Lakini njia ya pili, ukiachia hii ya kulinki faili hii ambayo tayari ipo huko katika internet, just tuna linki moja kwa moja inaenda kusoma huko. Kuna njia ya offline. Tuchukulie upo sehemu ambayo hakuna internet, au project yako inahitaji kufanya kazi bila ya internet. Basi hapo njia hii ya CDN ambayo tumeitumia hapa haitaweza kusaidia ipasavyo, kwa sababu inawezekana ukashindwa kuaccess jQuery. Lakini tutakwenda kutumia hiyo njia nyingine ya offline file. Vipi unaweza kutumia hiyo njia ya offline files? Kinachotakiwa ni kupata faili ambayo utakuja kuichukua na kuiweka katika project yako. Kwa huku katika hii jQuery website yao, ili kupata hiyo ya offline, wacha turudi nyuma, tutoke hapa tulipo katika hizi CDN. Hapa just unapata njia hii ya CDN, kupata linki, turudi nyuma. Unaona hapa tulipo search mwanzoni jQuery. Sasa hapa click katika hii official site yao, ingia kuanzia hapa. Then hapa utakuta kuna vitu tofauti tofauti, kuna documentation ya jQuery na kufahamisha jinsi ya kutumia hiyo jQuery. Lakini sisi hapa mwanzoni kabisa katika hii download, uta click
Na hapa katika download kuna njia tofauti. Latest version ambayo ni E4. Kwa ukiklik hapa download jQuery 4, unaona kuna hii file hapa. Hii ndio kodi hizo za jQuery. Hii ndio file ya hiyo jQuery ambayo tunailinki. File hii hapa ambayo ipo katika server huko, sisi tumeilinki kwa kupitia njia CDN, lakini sasa hivi tunataka tupate file ambayo tutaitumia offline. Kwa kama hii ndio file yenyewe, kwa mimi simple way ya kuweza kupata basi hii file hapa na kuilinki katika page yetu, kwanza tutengeneze folder. Tengeneze folder, tuite mfano JS. Then tuingize hii script yetu ya JS, au let's say hii tuiache hapa katika ile folder letu, just tuingize hii jQuery yetu. So baada ya hapo kupata hii file, unaweza kuja hapa ukadownload hapa, download the uncompressed development file ambao ni hili. Kwa vipi una download? Right click, ukisave as, umeona hili. Kwa hapa tuta save as, tutaingia katika project yetu desktop, ndani humu JavaScript tutaiwekea humu, so save. Tayari ipo hii hapa file yetu tumeenda kuichukua, okay, ambayo ina vitu vingi sana jQuery yetu. Kwa hapa inabidi tuilinki sasa. Kwa kuilinki simple, tunaweza kufanya hivyo badala ya kutumia CDN tukawa tunatumia offline. Kwa hiyo just unakuja tu hapa, tunaweza kuiondoa hata hii ya CDN, then tukaandika hapa script yetu na linki tu kawaida, source src sawa. Tukalinki sasa, tunaanza na folder yetu ya JavaScript / okay, then tunaandika jQuery, ama una uwezo wa kuidrag tu hapa na ukaiweka hapo, kabonyeza shift ikawa rahisi kuweka. So unaona hapa hii ya mwanzo cha tuifute. Kwa hiyo hapa tayari, okay, hata huku mbele. So tayari hapo unailinki kama hivi. Hakikisha unafuata ile hierarchy yake mpaka kuipata. Kumbuka tumo ndani ya folder hii ya JavaScript ya JS, kwa lazima uandike hapa JS. Then baada ya hapo tayari tukiangalia katika browser yetu still inasomana vizuri, na sasa hivi tunatumia ya offline. Tumeondoa ile njia CDN, tunatumia ya offline. Kwa unaweza kutest tena ukahakikisha output ni ile ile, maana yake kwamba hapo tayari hiyo njia ya offline kupitia faili ambayo umeichukua unayo katika kompyuta yako inafanya kazi vizuri. Na hapa bila hata internet unaweza ukawa unaendelea kuandika kodi zako za jQuery na zikawa zinasomana vizuri kwenye browser. Utakapofungua utaona output ambayo unaitegemea kuiona. So kama utatumia CDN, muda mwingine itakuhitaji uwe na internet. Mara nyingi inahitaji internet. Inaweza kukubali kidogo ukiwa offline, lakini baadaye ikakubidi uwe na internet ili basi iweze kupatikana. So CDN na hii ya offline, CDN tumeona ni rahisi na ya haraka, just kuchukua tu linki kule, hakuna mambo ya kudownload, lakini huwa inahitaji internet. Lakini hii ya offline hakuna internet, una control ya file yako kama unavyoona file yetu hapa, lakini lazima udownload kwanza ndipo uje kuiweka hiyo file yako. Kuna makosa ambayo yamekuwa yakitokea sana watu wakiyafanya, kuweka script.js juu hapa kabla ya kuweka jQuery. Nimeongelea mwanzoni, narudia tena ili usije ukafanya kosa la namna hiyo. Lakini pia kuandika path vibaya. Unapolinki hakikisha unaandika path yako vizuri. Kama file yako iko hapa, nimekuonyesha njia rahisi ya kudrag na kudrop tu hapa. Lakini pia kusahau kusave nimeshatoa suluhisho just kwa kuhakikisha hii save auto save ipo ticked hapa katika VS Code editor yako, itakusaidia sana. Na vile vile kuandika folder ambalo halipo unapolinki hapa. Unaweza kuandika folder ambalo halipo. Kwa epuka sana makosa hayo. So mimi nadhani tuishie hapa. Jaribu huko kufanya na wewe peke yako. Linki jQuery kwa kutumia CDN, itesti, ondoa CDN, linki jQuery kwa kutumia offline file. Hakikisha zote zinafanya kazi kwa kutumia utakapo test kupitia hii console hapa, line hii, na ukaandika huko ndani jQuery, basi output ione kama hii ya kwangu ilivyokuja. Utakapofanikiwa ujue basi tayari kwa hatua inayofuata. So leo kikubwa ambacho tumejifunza the way ambavyo browser inakuwa haina jQuery mwanzoni, lakini tutakapoweka jQuery, tutakapolinki kwenye project yetu, basi itaweza kusoma na kuelewa kwanza kwamba jQuery ipo inapatikana na ninaweza kuandika kodi za jQuery. Tumetumia njia mbili, CDN na offline file, kuweza kufahamishana, na tumejifunza kwa nini jQuery lazima iwekwe kabla ya script.js ambayo ni file yetu sisi ambayo tutakuwa tunaandika hizo kodi zetu za jQuery. So sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Usikose video inayofuata, tutakuja sasa kuanza rasmi kuandika kodi zetu za jQuery, kwa sababu sasa hivi tayari tumesha linki jQuery na ipo inapatikana kwenye project yetu
tayari kwa ajili ya kuitumia kuandika kodi zetu, kufundishana vitu mbalimbali na kuona nguvu ya jQuery ambayo imekuja kurahisisha uandikaji wa JavaScript, lakini kuweza kupata vitu mbalimbali kwa wepesi zaidi, kutengeneza peji zetu zikiwa more interactive, more dynamic. Usikose video inayofuata.